Na msikilizaji, hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni kutoka Auba Swahili. Mimi ni Helen Isdore kwa Vava. Matangazo haya na kufikia pia mubashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Auba Swahili, Facebook wa Auba Swahili, Instagram Auba Swahili, pamoja na tovuti yetu ya www.auba.africa. Habari kuu hii leo ni pamoja na now have a group called the March and March Group. Bunge la Uganda limeomba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na COMESA kuingilia kati swala la kuwafukuza wahamiaji nchini Afrika Kusini pamoja na kuwashambulia na kupora mali zao. The bill is no longer a bill, it is part of our law, but that doesn't necessarily mean. Wananchi mjini Harare wameunga mkono hatua ya Rais Emmerson Mnangagwa kutia saini marekebisho ya katiba yanayopanua muda wa uongozi wake hadi mwaka 2030 na kufuta mfumo wa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Wamesema inaweza kuimarisha utulivu wa kisiasa na mwendelezo wa utekelezaji wa sera za maendeleo. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa uchache leo viwanjani. Ulimwengu wa mpira wa miguu unasubiri kwa hamu kubwa mchezo wa leo ambapo mabingwa wa zamani Ufaransa watakabiliana na Morocco katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la dunia. Arsenal na Tottenham Hotspur ni miongoni mwa klabu 5 za ligi kuu ya England zinazonyatia winga wa RB Leipzig na raia wa Norway Antonio Nusa. Na mashabiki wa soka nchini Tanzania wanatarajia kushuhudia msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara wa 2026-27 kuanza rasmi Agosti 16, 2026, huku ukitarajiwa kuwa mzuri na kumalizika Juni mosi 2027. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Kwanza ni habari kuu za ulimwengu, msomaji ni Yahya Lisu. Teheran. Mamilioni ya Wairani wanatarajiwa kujitokeza leo katika mji mtakatifu wa Mashhad kwa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, yakihitimisha kipindi cha siku kadhaa za maombolezo yaliyofanyika nchini Iran na Iraq. Mazishi hayo yanafanyika wakati mvutano katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka kufuatia mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran, hali inayozua hofu na kuibuka kwa awamu nyingine ya mapigano. Khamenei aliyeuawa Februari 28, 2026, siku ambayo Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran yaliyosababisha vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa. Kabla ya kuwasili Mashhad, mwili wake ulipitishwa katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala nchini Iraq, ambako maelfu ya waombolezaji walishiriki katika ibada na maandamano ya kuaga. New Delhi. Australia na India zimefikia makubaliano ya kuanzisha usafirishaji wa madini ya urani kutoka Australia kwenda India kwa ajili ya matumizi ya sekta ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kuimarisha usalama wa nishati wa India. Makubaliano hayo yamefikiwa wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi nchini Australia, ambako alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese. Viongozi hao wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za nishati safi, madini muhimu, biashara na uwekezaji, wakisisitiza kuwa umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati katika eneo la Indo-Pacific. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Australia na India pamoja na kuisaidia India kukidhi mahitaji yake ya nishati kwa matumizi ya amani. Bei ya mafuta duniani imeshuka huku masoko yakitathmini athari za mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran, ambayo yameongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mafuta ghafi aina ya Brent yameshuka hadi dola 76.99 kwa pipa, huku WTI yakifikia dola 72.64 kwa pipa. Wachambuzi wanasema masoko yanaendelea kufuatilia iwapo mvutano huu utapungua au utaongezeka. Wakati huo huo, baadhi ya kampuni za bima zimewashauri wamiliki wa meli kusitisha kwa muda usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz kutokana na hatari za kiusalama. Lagos. Rais Bola Tinubu ameagiza uchunguzi kufanyika baada ya kuibuka kwa tuhuma za kuwa taasisi isiyotambulika kisheria PFIPC iliyoanzishwa kwa nyaraka za kughushi na kuhusishwa na fedha za umma
zenye thamani ya dola 900,050. Ikulu imesisitiza kuwa barua ya kuanzishwa kwa taasisi hiyo ilikuwa ya kughushi. Polisi wanamtafuta Adenia Deyemi Mathew kwa tuhuma za kughushi nyaraka na kujifanya afisa wa umma, huku yeye akikanusha madai hayo na kudai kuwa taasisi hiyo iliundwa kihalali. Rais Tinubu ameagiza tume huru ya kupambana na rushwa ya ICPC kukamilisha uchunguzi ndani ya siku 30 kuhusu sakata hilo ambalo limeibua shinikizo la kutaka uchunguzi huru nchini Nigeria. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba Swahili. Mimi ni Yahya Lisu. Karibu msikilizaji unayetufuatilia kupitia YouTube yetu, Facebook, Instagram pamoja na tovuti yetu ya Auba. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari tukielekea nchini Uganda. Bunge la Uganda limeomba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na COMESA kuingilia kati swala la kuwafukuza wahamiaji nchini Afrika Kusini pamoja na kuwashambulia na kupora mali zao. Hii ni baada ya raia wa Uganda zaidi ya 730 kurejeshwa nyumbani kufuatia maandamano yanayoendelea nchini Afrika Kusini wakiwataka raia wa kigeni kurudi kwenye mataifa yao. Mwandishi wetu wa Auba Radio Isaac Mumena ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Kampala, Uganda. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda, Aruna Kasoro, amefahamisha bunge la Uganda zoezi la kuwaondoa raia wake nchini Afrika Kusini na kulaani vikali jinsi raia wa Afrika Kusini wanavyowashambulia Waafrika wenzao na kuwapora mali zao, ikiwa raia 3 wa Uganda waliuawa katika mashambulizi hayo. Anaelezea. On behalf of the government of Uganda, I extend my deepest condolences. Serikali ya Uganda inatoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao nchini Afrika Kusini. Tunasikitishwa na kitendo hicho. Kushambulia ngozi nyeusi kama wewe, hili sio jambo la kawaida. Anybody with the rasta skin like mine, that cannot be tolerated. Baadhi ya wabunge wamekemea vikali vitendo vya raia wa Afrika Kusini jinsi wanavyowanyanyasa wa Afrika wenzao na kuomba Umoja wa Afrika kuingilia kati. Now have a group called the March and March Group. We need to designate it as a terror group against all the Africans. Kuna kikundi kinachojiita The March and the March Group. Tunatakiwa tukitambue kama kikundi cha magaidi kwa sababu kundi hili limelenga mashambulizi kwa Waafrika tu. Umoja wa Afrika uko wapi? Jumuiya ya Afrika Mashariki iko wapi? COMESA wako wapi? Wote wamekaa kimya. African. Where is the AU? Where is the COMESA? SADC, East African Community. They are quiet. Rais Yoweri Museveni aliagiza Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kushirikiana na serikali ya Afrika Kusini kuwarudisha raia wa Uganda ambao wapo tayari kurejea nyumbani kufuatia hali mbaya iliyoko nchini Afrika Kusini. Ikiwa shirika la ndege la Uganda linawasafirisha raia wa Uganda waliojisajili bure kwa agizo la rais. Kufikia leo raia 1100 wamerudi nyumbani. Hata hivyo, wabunge wamemuuliza waziri wa mashauri ya kigeni Aruna Kasoro kwa nini wanaorudishwa nyumbani wanapelekwa chuo cha uongozi cha Nkwazi badala ya kuwaacha wajumuike na familia zao. Amewajibu, These people have been traumatized. And now talking to them is like a therapy. Hawa watu wamenyanyasika kimawazo, wanatakiwa kupata ushauri na saha baada ya kupoteza mali zao, na wamefurahia mpango huu. Na pia naomba waziri Kizuri wa mambo ya nchi za nje twende pamoja nchini Afrika Kusini. That even the shadow minister can accompany me to South Africa for further engagement. Uganda iliungana na mataifa mengine ya Afrika kuwaondoa raia wao nchini Afrika Kusini. Baadhi ya mataifa hayo ni Nigeria, Ghana na Malawi. Raia wa Uganda 130 wamewasili leo asubuhi na kuhitimisha idadi ya raia 1130 tangu shirika la ndege la Uganda kuanza zoezi la kuwarejesha nyumbani wiki jana. Balozi wa Uganda nchini Afrika Kusini, Paulo Amolo, amefahamisha kuwa raia wa Uganda wanaoishi nchini Afrika Kusini zaidi ya 1200 wamesajiliwa kurudi nyumbani wakihofia usalama wao. Isaac Mumena, Auba Radio. Na sasa tunaelekea kule nchini Zimbabwe. Kumeibuka maoni kinzani nchini Zimbabwe baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kutia saini marekebisho ya katiba yanayopanua muda wa uongozi wake hadi mwaka 2030 na kufuta mfumo wa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Baadhi ya wananchi mjini Harare wameunga mkono hatua hiyo, wakisema inaweza kuimarisha utulivu wa kisiasa na mwendelezo wa utekelezaji wa sera za maendeleo. Hata hivyo, wengine wameeleza wasiwasi wao wakidai kuwa marekebisho hayo yanadhoofisha misingi ya kidemokrasia na
na kupunguza haki ya wananchi kuchagua kiongozi wao moja kwa moja. Mwandishi wetu wa kusini mwa Afrika Bryson Bichwa ametutumia ripoti ifuatayo akiwa Pretoria, Afrika Kusini. Miongoni mwa wanaopinga mabadiliko hayo ni mwananchi mmoja wa Harare ambaye hakutaka jina lake litajwe. Anasema kipaumbele kilipaswa kuwa kutatua changamoto za maisha badala ya kubadili katiba. Wananchi bado wanakabiliwa na changamoto kubwa kama ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha. Badala ya kushughulikia matatizo hayo, wameongeza muda wa uongozi wa maisha yao wenyewe, jambo ambalo halikubaliki. Hata hivyo, si kila mmoja anayepinga hatua hiyo. Baadhi ya wakazi wa Harare wanasema mabadiliko hayo yanahakikisha uongozi uliopo unaendelea kutekeleza sera zake bila kukatizwa na uchaguzi. Hatuna tatizo na sheria mpya. Tunachotaka ni uongozi uliopo uendelee na rais aendelee kuongoza nchi. Wakati huo huo, wadau wa sheria wanaeleza kuwa licha marekebisho hayo kuanza kutumika, bado yanaweza kupingwa mahakamani iwapo itathibitika kuwa taratibu za kuyapitisha hazikufuatwa ipaswavyo. Akizungumzia swala hilo, wakili wa haki za binadamu Don Coltart anasema hoja ya msingi haitakuwa yaliyomo kwenye sheria pekee, bali pia uhalali wa mchakato mzima wa marekebisho ya katiba. Mswada huo sasa si mswada tena, bali ni sehemu ya sheria ya nchi. Hata hivyo, hilo halimaanishi kwamba hauwezi kupingwa mahakamani. Unaweza kupingwa, na moja ya sababu kuu itakayowasilishwa ni kwamba mchakato wa kufanya marekebisho ya katiba haukufuata taratibu za kisheria. Marekebisho hayo yanamaanisha kuwa uchaguzi mkuu uliokuwa ufanyike mwaka 2028 hautahusisha uchaguzi wa rais. Badala yake, Rais Mnangagwa ataendelea kuongoza nchi hadi mwaka 2030, huku rais ajaye akitarajiwa kuchaguliwa na bunge kwa mjibu wa mfumo mpya uliowekwa na sheria hiyo. Mnangagwa aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe kabla ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2018 na kuchaguliwa tena mwaka 2023. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Na msikilizaji, tunaendelea na tunaelekea kule jijini Abidjan. Maonyesho ya suluhisho za teknolojia ya anga Afrika yaliyowakutanisha wadau wa teknolojia ya anga kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika yamehitimishwa hii leo jijini Abidjan, kitovu cha uchumi wa Cote d'Ivoire. Maonyesho hayo yalifanyika kuanzia Julai 7 hadi Julai 9 mwaka 2026. Yalitoa jukwaa la kujadili maendeleo ya teknolojia ya anga, matumizi ya satellite, ubunifu wa fursa za uwekezaji zinazolenga kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Diana Wanyoni anatupitisha katika simulizi hiyo. Kongamano la pili la Afrika la teknolojia na ubunifu wa anga za juu limehitimishwa leo jijini Abidjan nchini Ivory Coast baada ya kukutanisha wataalam, wabunifu na wadau wa sekta ya anga za juu kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Miongoni mwa ubunifu ulioonyeshwa katika kongamano hilo ni mfumo wa COS Network. Mkurugenzi wa kampuni ya Geophonics, Junior Traore, amesema mfumo huo unasaidia kuimarisha usalama wa umiliki wa ardhi kwa kuwawezesha wakulima kutambua mipaka ya mashamba yao, kudhibitisha umiliki na kurahisisha upatikanaji wa nyaraka muhimu za ardhi. Mfumo wa COS Network unaweza kutumika katika maeneo mbalimbali ya sekta ya kilimo, hususan katika kuimarisha usalama wa umiliki wa ardhi. Kupitia mfumo huo, kila mkulima na mmiliki wa ardhi anaweza kufahamu mipaka ya eneo lake, kudhibitisha umiliki wake na kupata nyaraka muhimu za umiliki wa ardhi. Mbali na kilimo, teknolojia ya anga za juu pia inaendelea kutumika katika kukabiliana na majanga ya asili. Mkuu wa kitengo cha ufundi katika kampuni ya Modilis nchini Togo, Frank Amba, amesema mfumo wa SatMonitor utasaidia kufuatilia na kupunguza athari za matukio kama moto wa misituni na majanga mengine kwa kutumia suluhu zilizobuniwa kutokana na tafiti za uwanjani. SatMonitor
Tunashuhudia matokeo mengi kama vile moto wa misituni na majanga ya asili. Mfumo wa SAT Monitor utasaidia kuzuia na kupunguza athari za majanga hayo, kwa kuwa suluhu tulizobuni zinatokana na tafiti tulizofanya uwanjani ambazo zimetuwezesha kubaini njia mbadala zinazokidhi mahitaji ya wananchi. Kwa muda wa siku 3, wataalamu na wabunifu walijadili namna ya kutumia teknolojia ya anga za juu kuharakisha maendeleo endelevu na kuchochea ukuaji wa uchumi barani Afrika. Dana Wanyonyi, Auba. Msikilizaji unayetufuatilia, haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba. Tunapatikana kupitia YouTube kwa jina la Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, Instagram Auba Swahili, na katika tovuti yetu ya www.auba.africa. Msikilizaji, kwa kuhitimisha uchambuzi wetu wa ripoti zetu kwa leo, tukielekea huko nchini Kenya. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linaripoti kuwa karibu watu 150,000 hupoteza maisha kila mwaka duniani kutokana na kuumwa na nyoka, huku barani Afrika changamoto kubwa ikiwa ni upatikanaji wa dawa sahihi za kukabiliana na sumu hizo maarufu kama antivenom. Kutokana na hali hiyo, maafisa wa afya nchini Kenya wameanzisha kampeni kabambe ya kutoa elimu kwa jamii jinsi ya kuokoa maisha ya wahanga wa majanga hayo, huku kisa cha kijana mmoja katika kaunti ya Kilifi kikionyesha picha halisi ya mgogoro huo wa kimataifa unaoathiri maeneo ya vijijini. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi ana maelezo zaidi kutoka ukanda wa pwani ya Kenya. Hofu bado imeibuka katika vijiji vingi kaunti ya Kilifi, ambako mwingiliano kati ya binadamu na nyoka hatari unazidi kuongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kaunti ya Kilifi iliyoko pwani ya Kenya, Harrison Kahindi, kijana mwenye umri wa miaka 14 kutoka kijiji cha Pala10, anauguza jeraha kubwa mguuni katika hospitali ya rufaa ya Kilifi baada ya kushambuliwa na nyoka akichunga mifugo. Kachunga ng'ombe, kashukua kanyuma nyoka, hudumiwa, pata madawa. Kanze Jefwa, mamake Kahindi, ameelezea wasiwasi wake akisema hatua mahususi inapaswa kuchukuliwa kudhibiti nyoka hao. Nimetoka Ganze kandikiwa Kilifi na mtoto wangu amepata hasara kuumwa na nyoka. Unafika huku Kilifi hukenda kama kumtibu kitoto kisawasawa. Hata huyu mtoto wangu anaendelea kutibiwa bila shida. Wewe nasikia ameumwa na yeye mdudu. Mimi wewe siko mbali naye, lakini nasikia huo moyo akukama amelumwa na hiyo mdudu. Nimesikia uchungu sana. Hata hiyo chose imepotoka kabisa. Daktari Matano Kibwana, ambaye ni msimamizi mkuu wa matibabu katika hospitali hiyo, anaelezea jinsi ucheleweshaji huo ulivyomweka kijana huyo hatarini, akionya kuwa kuchelewa kupata huduma kunaweza kufanya dawa za antivenom zisiwe na nguvu yoyote. Normally we have 3 types of venom. We have the hemotoxin, cytotoxin and neurotoxin. Kwa kawaida kuna aina 3 za sumu ya nyoka. Tuna sumu inayoshambulia damu, hemotoxin, sumu inayoshambulia seli, cytotoxin, na sumu inayoshambulia mfumo wa nava, neurotoxin. Kuna uwezekano ikawa ni sumu inayoshambulia damu kwa sababu mgonjwa huyu hakuona nyoka. Hivyo hatukuweza kutambua ni aina gani ya nyoka aliyemuuma. Lakini kutokana na dalili alizokuja nazo, kuna uwezekano ikawa ni sumu inayoshambulia seli au sumu inayoshambulia damu kwa sababu alikuwa akitoa damu nyingi sana kwenye kidonda. Hilo ni jambo la kwanza. Hata hivyo, tulifanya vipimo vya damu na hakukuwa na shida yoyote katika mgandamo wa damu yake. Mgonjwa huyu aliumwa kwenye kidole cha mguu. Uvimbe wa mguu tayari ulikuwa umepanda hadi karibu juu kidogo ya goti. Hii ina maana kwamba athari za sumu hiyo zilikuwa tayari zimeanza kufanya kazi. Kwa hiyo, alipowasili tulimhudumia na kumpa matibabu. Ushauri kwa jamii ni kwamba tukio hili linapotokea wanatakiwa kupata matibabu haraka iwezekanavyo. Jinsi mgonjwa unavyohudumiwa mapema ndivyo unavyokuwa bora zaidi. Sisi huwa tunawatembelea wanavijiji katika maeneo ambayo yanakabiliwa sana na matukio ya kuumwa na nyoka na kuwafundisha jinsi ya kushughulikia tukio la kuumwa na nyoka haraka. Are prone to snake bites. Normally we do visits and teach the community on how to handle such things. Mamlaka za afya sasa zinatoa wito wa kimataifa kwa mashirika ya afya kufadhili utengenezaji wa dawa za antivenom zinazoendana na mazingira ya ndani ya nchi za Afrika, huku
wakiwasisitizia wananchi kuvaa viatu wanapokuwa wakichunga mifugo na kukimbilia hospitalini mara moja wanapoumwa. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorunjoji. Joel Sorunjoji up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Msikilizaji, na sasa tunamkaribisha Samuel Male na uchambuzi wa habari za michezo. Karibu Samuel. Tuanze moja kwa moja taarifa zetu za michezo leo tukianzia upande wa kombe la dunia. Ulimwengu wa mpira wa miguu unasubiri kwa hamu kubwa mchezo wa leo ambapo mabingwa wa zamani Ufaransa watakabiliana na Morocco katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la dunia. Mchezo huo unafanyika katika uwanja wa Gillette Stadium karibu na Boston kuanzia majira ya saa 5 usiku kwa muda wa saa za Afrika Mashariki. Njia zilizowafikisha timu hizo mbili zimejaa hadithi tofauti. Morocco walimaliza safari yao na mwenyeji Canada kwa ushindi wa goli 3-0. Ufaransa kwa upande wao walipitia njia ngumu zaidi dhidi ya Paraguay baada ya kuokolewa kwa penalti ya Kylian Mbappe katika dakika 70 ya mchezo kupitia VAR. Historia kati ya timu hizi mbili zinaongeza uzito pekee kwenye mchezo huu wa leo. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2022 timu hizo kukutana katika mchezo wa ushindani, ambapo wakati huo Ufaransa waliwazuia Morocco wasifike finali kwa kufungwa goli 2-0 kwenye nusu finali huko Qatar, ambapo mafanikio hayo yameyafanya Morocco kuwa taifa la kwanza la Afrika kufika hatua hiyo. Sasa Morocco wana kiu ya kulipiza kisasi na kwenda mbali zaidi ya kuweka rekodi yao ya awali. Michezo mingine ya robo finali itapigwa hapo kesho, ambapo Ubelgiji atakuwa na kibarua dhidi ya Hispania majira saa 4 usiku. Jumapili Norway atakipiga dhidi ya England saa 6 usiku, wakati saa 10 alfajiri Argentina atakuwa na kibarua dhidi ya Uswizi. Na sasa tuangazie tetesi za usajili. Mchezaji Bruno Guimaraes ameomba kuondoka Newcastle United, huku Arsenal ikiongeza kasi na nia yake ya kumsajili kiungo huyo. Mchezaji huyo raia wa Brazil ambaye alijiunga na timu hiyo akitokea Lyon mwaka 2022 amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na mabingwa hao wa England katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil ambaye amejiunga na timu hiyo akitokea Lyon ya Ufaransa mwaka 2022 amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na mabingwa hao wa England katika dirisha hili la usajili la majira ya joto. Arsenal ilikuwa ikitamani uwezekano wa kumsajili Guimaraes au mchezaji mwenzake wa zamani Sandro Tonali ambaye sasa amejiunga na Tottenham Hotspur kwa ada ya awali ya paundi milioni 92.5 katika juhudi zake za kuimarisha safu yake ya kiungo. Manchester United wanalenga kupanga uhamisho wa mchezaji wao wa England Marcus Rashford kabla ya kambi yao ya mazoezi ya msimu kuanza jijini Dublin mwezi Agosti. Hata hivyo kuna mipango ya kumrejesha Rashford katika kikosi cha Manchester United chini ya kocha wake Mike Carrick. Ukiachilia mbali tetesi hizo, Arsenal na Tottenham Hotspur ni miongoni mwa timu 5 za Uingereza zinazonyatia winga wa RB Leipzig na timu ya taifa ya Norway Antonio Nusa. Mchezaji huyo amekuwa akiwindwa na Tottenham Hotspur kwa udi na uvumba ili aweze kukamilisha dili hilo. Na sasa tuangazie ligi kuu nchini Tanzania bara. Mashabiki wa soka nchini wanatarajia kushuhudia msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara kwa mwaka 2026-27 ukianza rasmi Agosti 16 mwaka 2026 huku ukitarajiwa kumalizika Juni mosi 2027. Ratiba hiyo imepangwa mapema ili kutoa nafasi ya maandalizi ya fainali ya mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027 ambapo zitafanyika kwa pamoja nchini Tanzania, Kenya, Uganda Julai 19 hadi 18, 2027. Kutokana na mashindano hayo makubwa ya Afrika, waandaaji wa ligi wameamua kuhitimisha msimu mapema ili kuruhusu maandalizi ya timu za taifa pamoja na shughuli zingine zinazofanana na AFCON. Aidha, mashabiki wanatarajia kupata ratiba ya michuano ya ngao ya jamii kabla ya kutolewa kwa ratiba kamili ya ligi kuu msimu wa mwaka 2026-27. Wakati huo dirisha kubwa la usajili kwa klabu za ligi kuu Tanzania bara
imefunguliwa rasmi Julai 6 na kufungwa Agosti 15 saa 5:59 usiku. Kwa kuanza kwa dirisha la usajili, mashabiki sasa wanaanza kufuatilia kwa karibu harakati za timu zao katika kusajili nyota wapya zitakazoongeza ushindani kwa msimu wa mwaka 2026-27. Kwa nukta hiyo sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Naam, mpenzi msikilizaji wa Auba Swahili, hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni hii leo. Mwisho wa matangazo hayo ni mwanzo wa mengine hapo kesho, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Helen Isidori Kovava. Asante kwa kuwa nasi na kwaherini, nikiwatakia usiku mwema.